Tumeishi vipi? Kidogo tumebadilisha ule mfumo wa maisha yetu. Badala ya kula mchana tunakula usiku. Kile chakula cha asubuhi kinasikilizwa jioni kikaitwa tatu. Jioni chakula kinasikilizwa huko usiku wa manane kikaitwa kile cha jioni cha usiku, manake cha ikaitwa dawa. Asili ya milo ni miwili, lakini tumebadilisha si kwa ajili ya matamanio ya nafsi yetu, amri ya Mwenyezi Mungu. Tumeangalia amri. Kwa hiyo kwa kubadilisha ikula na kunywa na kutumia matamanio, badala ya mchana yakafanyika usiku kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah. Mwenyezi Mungu leo anataja furaha, siku ya furaha. Sasa ikiwa hivyo, kama mtu atabadilisha mfumo mzima wa maisha yake ya saa 24, akaangalia amri ya Mwenyezi Mungu, sunna ya Mtume, dinullah, dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu mtu atakuwaje? Msikilia, hadha huwa khalifatullah fil ardi, huyo mtawala ardhini. Kama atakuwa udkhulu fi silmi kafa, akaachana na ule Uislamu wa mazoea, Uislamu wa vipindi, ibada za vipindi. Niona kuna group imeanzishwa kama WhatsApp muziki inaonekana inaitwa Juma Ramadhani Idi. Unasikia group hilo wewe? Juma Ramadhani Idi, yani watu wa kuswali kwa Ramadhani, bali Idi na Ijumaa. Ni group maarufu. Sasa sio hivyo. Wa minan nas man yahmudu Allah ala harf. Kuna watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuangalia mazingira. Kaka kona anasoma mazingira, inasaba khairu mutma'anna bih, akiona mambo yake super mazuri kumsarra mbele. Wa inasabatu fitna, akipata kijimtihani kidogo mkalaba ala wajhi, kala kona. Allah anasema khasira dunia wal akhirah. Hiyo ni hasara za duniani na akhira. Ibada za kujipangia, Allah anakuambia uswali swala 5, asami nitaswali Ijumaa tu. Bwana, sivyo hivyo, kwa ajili ya maslahi yako wewe mwenyewe. Leo tumebadilisha kula na kunywa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, furahini. Lakini hiji kama utabadilisha mfumo mzima wa maisha yako, shekhe, kuna maidi mengi mbele yako. Idi ya kwanza inaanza kwenye sakaratul maut. Hiyo ndio idi ya hasa. Leo bakia yote hizo zuga tu hizo. Lakini idi pale hapa Mwenyezi Mungu anakuambia, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ewe nafsi uliokuwa imara katika amri za Mwenyezi Mungu, umetulizana kiamri, manake hukuyumba wala hukuyumbishwa na nafsi wala shetani wala dunia wala matamanio. Leo unaondoka, udkhuli fi ibadi, ingia katika kundi langu jema, wadkhuli jannati, aingia peponi. Wewe unadhani wakati katika sakaratul maut, mazingira kama yale, unaacha vyote unavyovipenda, huzuni utakuwa nayo kubwa kiasi gani? Unakwenda kupelekwa kwenye mshimo kule, hujui mazingira yako yatakuwa namna gani, hofu kubwa kiasi gani? Nani wa kukuliwaza katika dunia hii? Mke, mtoto, hakuna zaidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaambia ya ayyuhan nafsul mutma'inna udkhuli fi ibadi. Hiyo ni idi, siku ya idi kwako. Abdullah bin Mubarak siku anatolewa roho, kaangalia kona ya chumbani kwake kule, Allah akamfungulia kila kitu, akamwambia unasubiriwa kwa hamu huku. Akasema limithli hadha falyamalil amilun, kwa ajili ya neema kama zile wajipinde wenye kujipenda. Nasema hivyo, roho inatoka safari. Kwa hiyo kuna idio, unatolewa maiti yako hapa, unapelekwa Kisutu, sio unapelekwa wapi huko. Kama ulikuwa mtu wa kheri uliojikabidhisha kwa Mwenyezi Mungu sawa sawa, wewe mwenyewe unasema qadimuni, niwahisheni, kwa mnanichelewesha. Ndio habari. Unafika kaburini, unaweka kwenye lahadi pale kaburi, nasema la kunta ahabba man yamshi ala dhahri, watu walikuwa nikiwapenda walikuwa wakitembea juu ya mgongo wangu ni wewe. Leo umefika huku, utaona kaifa san'i laka, mapokezi yangu kwako. Hiyo ndio habari mashekhe. Lakini ujikabidhi, usishi ujanja, thumma amanu thumma kafaru, mguu nje mguu ndani. Usiku uko hivi, mchana uko vile, mbele ya watu uko hivi, peke yako uko vile. Mzee kinyonga, haya maisha kinyonga haya yatakunyonga. Mwenyezi Mungu atufahamishe. Hiyo ndio habari. Kutoka kaburini pale, habari zake kubwa. Unakwenda siku ya kufufuliwa sasa. Nuru mbele, nuru kulia, nuru kushoto, nuruhum yas'a baina aydihim wa aymanihim quluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Unakwenda unakabidhiwa kama ni ile certificate ya ushindi wa kweli, anakukabidhi Mungu wa mbingu na ardhi.
Faama man utiya kitabahu biyamini fayaqulu haumu kitabi, atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, atatoka akishangilia. Ndio ushangilio wa kweli huo. Jamani, angalieni kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi, mimi nilikuwa na uhakika kwamba nitapata malipo yangu. Fa huwa fi ishati radhiya, atakuwa kwenye maisha ya kuridhia. Fi jannatin aliya, pepo ya daraja kubwa kabisa. Kutufuha dania, matunda yamemwagika pale kila kona, yako karibu karibu. Allah aseme kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, kuleni kunyweni kwa kujiachia na kujimwaga kutokana na mihanga mliofanya. Kwa hiyo ndugu zangu, tujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu sawa sawa, tujikabidhi na ukabidhi mkubwa swala. Kabidhi uso wako kwa Mwenyezi Mungu, sete usanii. Ukimkabidhi Mwenyezi Mungu uso wako, atakukabidhi Mwenyezi Mungu vilivyobakia. Ukimsujudia Allah, vilivyobakia vitakusujudia wewe. Usiwe msujudia Allah kisawa sawa, sujudu usujudie viumbe vyote. Wallahu a'lam.